Kwa wengi kuwa na shahada ni tiketi ya kuingia kwenye ajira rasmi, lakini kwa Veronica Mwita shahada yake haikumpatia ajira aliyokuwa akitarajia. Badala ya kukaa kusubiri nafasi ya kazi, aliamua kuchukua hatua nyingine, kuweka cheti pembeni na kuanza kupambania uwezo wake kupitia ujasiriamali. Tunatofautiana passion, ndoto, dhamira, unataka ufike wapi, lakini mtu yote mwenye malengo makubwa lazima uwe na uvumilivu, uwe na uwezo wa kuwaza zaidi na zaidi. Yaani uko hapa leo lakini unawaza mbali zaidi. Safari yake haikuwa rahisi. Kabla ya kufika hapa alipo leo, Veronica alijaribu kufanya shughuli mbalimbali za kumuingizia kipato, ikiwemo biashara ya mama ntilie, kuuza vipodozi na shughuli nyingine. Kila alichofanya kilikuwa ni sehemu ya safari iliyomfundisha jambo moja tu muhimu, kwamba mafanikio hayaji kwa kusubiri fursa, bali wakati mwingine yanahitaji mtu kujitengenezea fursa mwenyewe. Biashara kwanza niko chuoni nasoma, biashara za hapa na pale, vipodozi nini na nini, lakini zilikuwa ni kwa ajili ya chakula, zikuweza kufanya expand maisha. Yes. Baadaye nimefanya mgahawa, baadaye nikaajiriwa, kwanza nikajitolea sehemu, pia nikaajiriwa sehemu. Kwa hapo pote ni kutafuta tu kwamba angalau nipate chochote kitu niweze kukula hivyo. Yes. Hatua kubwa zaidi ilifika pale alipoamua kuacha kutegemea ajira na kuanza kuwekeza nguvu zake kwenye ndoto zake. Alichukua kile alichonacho, akakabiliana na hofu ya kuanza, na taratibu akaanza kujenga biashara yake. Nilivyoanza biashara zingine mitaji ilikuwa ya kawaida, hata 50,000 unaenda unanunua vitu, ilikuwa Kariakoo unarudi. Lakini wakati naanza hii biashara ya hivi, pia sikuwa na kiasi kubwa cha pesa, ni kiasi cha kawaida, sio kikubwa sana, ila nilikuwa na network ya watu. Yes, kwa sababu ni mtu ambaye naongea na watu, nafanya kazi kwa uaminifu. Kwa ile network ya watu demand, watu wanataka vitu. Kwa mimi nikawa kama dalali mtu kati. Hivyo. Kwa hiyo inspiration ilikuwa kama ndoto tu kwamba nawaza ningepata kitu kikubwa, lakini by that time sikuwa nacho. Kwa hiyo ni baada ya kustruggle, kwenda unapata customer hivyo. Kwa hiyo ndo unaendelea kukua. Kutana na Veronica Mwita, mmiliki wa Veritas Plumbing Company, biashara inayojihusisha na uuzaji wa vifaa vya plumbing, ikiwa imefikia hatua ya kuwa na mtaji wa mamilioni ya fedha. Kutoka kwenye kuzunguka kutafuta shughuli za kufanya hadi kuwa mfanyabiashara mwenye biashara yenye thamani kubwa. Ni safari iliyobeba ujumbe kwa vijana wengi wanaomaliza elimu na kujikuta wakikosa ajira. Tuna ofisi zaidi ya 1, tunao wengi, tuna vijana wengi, ni zaidi ya 10 na yes. Tuna vijana kama 16. Kuna changamoto kwamba pengine ukiwa una familia huko umeenda maternity, huko biashara kidogo huwa hazinyooki sana. Yes, lakini pia sisi wanawake kuna appointment zingine unaweza usiende kwa sababu ukiangalia hii mbona kama nimeitwa sawa, ni kama inakuja kama fursa lakini inaweza ikahatarisha maisha yangu. Kwa hiyo unaiweka pembeni, unasema hapana, kesho Mungu ataleta nyingine. Kwa kuna hiyo kwamba mwanamke kuna maeneo huwezi kwenda kwa sababu unaogopa kwenda kwenye hizo jamii. Kwa by the time naenda kuajiriwa, hakuna cha cheti wala nini, nilikuwa kama kibarua. Sasa kibarua si zote ni temporary. Kwa wakati nafanya kazi, mindset yangu ni kwamba kesho nipate kitu changu ambacho nitatulia, kitaniendeshea maisha yangu. Ukikaa unawaza nifanye zaidi, yani nisifanye tu kile ambacho kila mtu anafanya, nifanye zaidi. Nifanye hata vitu vigumu ambavyo hujawahi kufanya kwanza. Yes, unafanya kazi ambazo unakuta wanafanya wanaume lakini na wewe mwanamke sasa mimi naweza. Wewe unaweza wapi? Yaani naweza. Kwa na wewe unaenda unabeba kama ni kunyanyua kitu hata kama ni kizito. Unanyanyua as long as kiuno hakijateguka hivyo hivyo. Kwa hiyo nimeanza kufanya hii biashara ya mfumo wa maji. Nimeipenda sana kwa sababu inafanya nyumba inakuwa bora, nzuri na kisasa na ya kuvutia. Kwa sababu kwa sasa hivi robo 3 ya watu tunavyoenda mahali, ukifika tu naenda kuangalia, unafungua mlango wa choo unaangalia, okay sawa, smart. Kwa na sisi kwa kuzingatia hilo tumezingatia
kwamba mifumo yote ya mabomba, jikoni, nyumba, system za kuingia ndani za maji zote tunakuwa tunazingatia kuuza hivyo vifaa na tunazingatia ubora zaidi, kwa sababu leo mteja anafunga bomba lake, kesho anaenda kufungua maji limepasuka, limemwaga maji, anajisikia vibaya. Kwa hiyo hapa tuna focus kuanzia mfumo wa maji, yani ile mfumo wa awali kabisa wa kufanya installation ya vifaa vya mabomba. Tunauza bomba zetu za Africable, ni quality nzuri, tunafanya nao kazi. Lakini pia tunafanya kazi na MPL, yes, tunafanya kazi na Leso product. Kwa ni bomba ambazo zimezingatia sana ubora. Kwa tunapomshauri mteja, akija mteja tunamshauri bomba ni bora, ukiweka uweze kuta sio imepasuka, maji yamemwagika, hapana. Tunashauriana naye, tunamwelekeza, na wengine wanakuja na mafundi wanasema yes, hiki ambacho unatueleza ni kizuri. Kwa tunawauzia mabomba mazuri kabisa, wanafanya installation, lakini baada ya hapo wanarudi tena kwa finishing, kwa sababu wanaona ile kazi ya kwanza ilikuwa nzuri sana. Kwenye finishing tunazo bidhaa nzuri za jikoni, masinki ya jikoni na koki zake ambazo ni za kisasa kabisa. Tuna mabeseni ya kunawia, dining, bafuni mazuri kabisa ya kisasa. Tuna design tofauti, yapo haya ya miguu, yapo ambayo yana hang wall, watu hawataki yaguse chini. Kuna yapo ya kabati, yote tunakuwa tunamuuzia mteja, lakini pia tunamuuzia seti nzima, anapata kila kitu. Kwa hiyo hata mteja akifunga kwenye nyumba yake anasema yes, my house is beautiful. Yes, kwa tunafanya hivyo. Lakini pia sisi hatumuuzii mteja tu kwamba kwa sababu mteja tu ameleta hela aondoke, hapana. Tunamshauri mteja, tunamsaidia kuchagua, tunamsaidia kila kitu, tunaangalia hata nyumba yake inafananaje, tunawaambia hii rangi itafaa hapa, hiki hapa hakifai. Kwa tunashauriana na wateja, tunahakikisha kwamba mteja amepata huduma yenye utu ndani yake, yenye upendo. Yes, ili na yeye kesho anatamani kurudi au kumwelekeza mtu mwingine anarudi. Na ndipo tunapopata wateja. Sababu ukiuza kazi mbovu hauwezi kupata outcome. Kwa tunauza kazi ambayo ni nzuri na wateja wetu wanafurahi na wanapenda. Yes. Tunapatikana hapa barabara ya Pamba Road, ghorofa la Tanganyika basi. Ukifika unauliza Verotas Traders au Verota Plumbing Company Limited. Tuko barabarani kabisa, yani panaonekana, ni sehemu ya wazi kabisa. Inaonekana hapa kwenye kona ya Sahara. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.